Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, Mungu wa amani, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu imekupendeza kwamba tuweze kuja mbele zako, tuweze kujifunza, tuweze kusikia kutoka kwako katika somo lile ambalo Mungu imekupendeza machoni pako. Watoto wako tuweze kujifunza. Nasi Baba, tunajiachilia na kuomba Roho wako Mtakatifu akapate kutusaidia, kutuongoza na kutuwezesha kuelewa kile ambacho Mungu umekusudia Baba tuweze kukielewa, na zaidi hasa katika nyakati hizi za mwisho. Nakaribisha uwepo wako katika siku zote hizi ambazo Mungu tutakwenda kujifunza mfululizo wa masomo haya. Zaidi ninaomba kwa ajili ya wale ambao Mungu tutakwenda kusema nao, tuzidi kuwafunulia akili zao waweze kuelewa maandiko yako. Sifa zote na utukufu Baba vikurudie wewe ambaye Mungu unafunua siri hizi kwa watumishi wako, ili kwamba kusudi lako na mapenzi yako ndiyo yakapate kutimia. Tunazidi kushuka na kunyenyekea, tukiomba utusaidie na kutuwezesha kulinena neno lako katika ujasiri wote na maarifa ya rohoni. Ninaomba haya ni katika Kristo Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru sana Mungu ambaye imempendeza tuweze kujifunza mtiririko wa masomo haya. Sijajua ni kwa siku ngapi. Kwa hiyo tutakuwa na masomo leo, tutakuwa na somo lingine kesho, siku inayofuata, mpaka pale ambapo Mungu itampendeza tuweze kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo ni siku ya kwanza, na siku ya leo niseme nitakwenda kama kuweka utangulizi ili sasa tuweze kujua zaidi ni wapi ambapo tutaelekea katika zile siku zingine ambazo zinakwenda kufuata. Na somo ambalo Mungu ametupatia kwa neema yake tuweze kujifunza ni kutafuta kumwelewa Mungu anapotufunulia siri kupitia ndoto, kupitia maono. Na hii inakuwa ni sehemu ya kwanza, kutafuta kumwelewa Mungu anapotufunulia siri kupitia ndoto au maono, sehemu ya kwanza. Ukisoma Biblia utaona kwamba kuna maeneo mengi ambayo Mungu aliweza kutumia hii milango ya ndoto na milango ya maono kwa ajili ya kuwafunulia watumishi wake siri ambazo zilikuwa zinazungumzia mambo kadha wa kadha. Ukisoma kitabu cha Danieli, na nilikwambia kwamba soma kitabu cha Danieli chote, kwa sababu tutakwenda sana kukiangalia hiki kitabu cha Danieli, kwa sababu kitabu cha Danieli hasa katika vitabu vya Agano la Kale ndio kitabu cha pekee ambacho kimezungumza sana juu ya ndoto na juu ya maono, lakini pia ndiyo kitabu cha pekee ambacho kimezungumza zaidi mambo ya nyakati za mwisho kuliko vitabu vingine vyote. Kwa hiyo ile kwamba Mungu aliamua kutumia ndoto na maono kwa ajili ya kufunulia watumishi wake mambo yatakao kwenda kutokea katika nyakati za mwisho, maana yake inatakiwa itufundishe kitu. Na unaweza ukazigawa hizi ndoto na maono katika maeneo tofauti tofauti. Kuna yale ambayo unakuta Mungu anasema na mtu binafsi, anakuwa anakuongoza katika maamuzi ya kila siku katika maisha. Unaweza ukaangalia pale ambapo Mungu anakuwa anatoa ujumbe kwa ajili ya kanisa. Unaweza pia ukaangalia Mungu anapotoa ujumbe ambao unahusu nchi. Lakini pia unaweza ukaangalia Mungu anapokuwa anatoa ujumbe ambao unakuwa unahusu ulimwengu. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli, Mungu alitumia ndoto, alitumia maono zaidi kufunua yale yatakayo kwenda kutokea katika nyakati za mwisho na ujio wa ufalme
wa Mungu, na ni wakati upi ambapo ufalme wa Mungu utakwenda kuja na utakwenda kuzivunja falme zingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ukisoma kitabu cha Danieli, ndoto na maono vimetajwa kwa sehemu kubwa, na ndiyo Mungu alivitumia kwa ajili ya kufunua sana mambo yanayohusu nyakati za mwisho. Kwa hiyo kumwelewa Mungu anapokuwa anasema na watu wake, anapokuwa anawafunulia siri kupitia ndoto, kupitia maono, si tu muhimu kwa mtu binafsi ambaye Mungu anakuwa anamuongoza katika mambo kadha wa kadha, lakini pia ni muhimu hata kwa kanisa. Maanake kwa watumishi wa Mungu ambao Mungu anaweza akawa anatumia hii milango kwa ajili ya kuwafunulia vitu vinavyohusu kanisa, na zaidi vinavyohusu juu ya ujio wa ufalme wa Mungu, kwa sababu hapo ndipo tumaini letu lilipo, ujio wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia karama ya ndoto jinsi ambavyo ilitumika kwenye Biblia, ilikuwa ni kwa ajili ya kuwasaidia watu wote. Navyosema watu wote, maana yake haikuwa tu kwa ajili ya kanisa. Tunaona kwenye Agano la Kale ambapo unamuona Yusufu, unamuona Danieli, ambao Mungu aliweka kabisa kipawa cha kuelewa, kutafsiri ndoto na maono. Na Mungu alitumia kipawa hicho kwa ajili ya kutabiri yale yatakayokwenda kutokea hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuangalia jinsi ambavyo kutafsiri ndoto kwa Yusufu kulivyoweza kuisaidia nchi ya Misri, lakini pia hata yale mataifa mengine ambayo baadaye yalikwenda kununua chakula katika ile hali iliyokuwepo wakati ule, maana yake hali ya njaa. Kwa hiyo ukiangalia karama ya ndoto kwa Danieli iliweza kuwaokoa wachawi, wanajimu, wale waliokuwa na bashiri, wale waganga wa Nebukadneza, ili wasiuawe. Kwa hiyo Mungu alipomfunulia Danieli kujua lile neno ambalo mfalme aliuliza, si tu kwamba Danieli na wenzake walipona, lakini hata wale wengine waliokuwepo wakati ule kule Babeli. Halafu ukiangalia Mungu alivyotumia karama ya ndoto kwa Yusufu, ilikuwa ni kwa ajili ya, unaweza kusema kwa ajili ya ulimwengu wote. Maanake wakati ule wa njaa kuna mataifa mengine ambayo yalikuja Misri, kwa sababu Misri kulikuwa na chakula. Na tunaona hata Israel, Yakobo akiwatuma watoto wake waende kutafuta chakula Israel. Kwa hiyo Mungu alitumia kile kipawa ambacho alichokiweka kwa Yusufu kwa ajili ya kusaidia na wengine pia. Bwana Yesu asifiwe. Halafu tuangalie katika ujio wa Bwana Yesu jinsi ambavyo Mungu anakuwa anatumia ule mlango wa ndoto kumpa maelekezo Yusufu, mume wa Maria, juu ya kuzaliwa kwa Yesu na namna ambavyo yule mtoto aweze kutunzwa. Zaidi nazungumzia pale ambapo Mungu anamwambia Yusufu kwamba huyu mtoto wanatafuta kumuua. Kwa hiyo anamwambia akimbilie Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini na kupatia vitu hivi? Unaona jinsi ambavyo karama ya ndoto au mlango wa ndoto Mungu aliutumia kwa namna tofauti katika Biblia kwa ajili ya kuwasaidia watu wake. Na kama Mungu alitumia mlango wa ndoto katika ujio wa Bwana Yesu mara ya kwanza na kutoa maelekezo kwa Yusufu, ile pia inatufundisha kitu juu ya ujio wa Bwana Yesu mara ya pili. Kumbuka kwamba kila ambacho Biblia imeandika juu ya ujio wa Yesu mara ya kwanza unafundisha kitu juu ya ujio wa pili wa Bwana Yesu, au ujio wa Bwana Yesu mara ya pili. Ndio maana ukisoma Agano la Kale unaweza ukaona kwamba
kuna prophecies, kuna unabii ambao Mungu alikuwa anautoa kwa kutumia watumishi wake, ambapo unaona unabii mmoja unazungumzia ujio wa Bwana Yesu mara ya kwanza, lakini pia unazungumzia juu ya ujio wa Bwana Yesu mara ya pili. Kwa hiyo ujio wa Bwana Yesu mara ya kwanza unatufundisha vitu kadhaa katika ujio wa Bwana Yesu mara ya pili. Kwa hiyo hata kuelewa siri ambazo Mungu alikuwa anafunua wakati wa ujio wa Bwana Yesu mara ya pili, pia zinatuambia kitu juu ya namna ambavyo Mungu atakwenda kufunua siri katika ujio wa Bwana Yesu mara ya pili, zaidi katika eneo la ndoto na katika eneo la maono. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sasa inatupeleka kwenye yale maandiko ya Yoeli, ile sura ya pili. Unaweza kusoma kuanzia mstari wa 28, ambapo anazungumza jinsi ambavyo atakwenda kumimina Roho wa Mungu, halafu sasa watu watakwenda kupata maono na kupata ndoto. Ukiyasoma yale maandiko yote halafu ukayaangalia ndani ya context, unaona kwamba anazungumzia kabla haijaja siku ya Bwana. Kwa hiyo inazungumzia katika nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitendo au mlango wa ndoto na mlango wa maono unaweza kuona kabisa kwamba ni wa muhimu, si tu katika mambo ambayo Mungu anakuwa anamfunulia mtu binafsi katika maisha yake ya kila siku, lakini itakwenda kuwa muhimu pia katika nyakati za mwisho, kwa sababu Biblia imeweka wazi kabisa kwamba walioko nje hawatafahamu. Maana yake ulimwengu hautaelewa. Sasa Biblia inaweka wazi kwamba hakuna afahamie siku wala saa, lakini kwa watumishi wa Mungu, kwa wale ambao Mungu wamejitoa kwa Mungu, Mungu atakuwa anawafunulia hizi siri, na moja ya njia ambayo atakwenda kuitumia ni njia ya ndoto na njia ya maono. Kwa hiyo sasa unaweza ukaunganisha au ukaelewa kwa nini kitabu ambacho kimezungumza zaidi juu ya nyakati za mwisho katika Biblia, katika Agano la Kale, ni kitabu ambacho ndicho kinazungumza sana juu ya ndoto, ndicho kinachozungumza sana juu ya maono. Tunapata pia maono katika kitabu cha Ufunuo, lakini nilikuwa nazungumzia zaidi ile katika Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie lugha ya Mungu kwenye Biblia ilikuwaje. Ni lugha ipi ambayo Mungu amekuwa akiitumia kwenye Biblia kwa ajili ya kusema na watu wake? Kwa sababu Mungu ni yule yule. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia utaona kwamba Mungu katika maeneo mengi alikuwa anatumia mafumbo. Na alikuwa anatumia mafumbo si katika ndoto na maono tu, hata katika neno. Wakati mwingine tunaangalia ule mfano wa Mathayo ile sura ya 13, ambapo Bwana Yesu akitoa mfano wa mpanzi. Bwana Yesu anaeleza aina ya mioyo ya watu wanaolipokea neno la ufalme wa Mungu kwa kutumia udongo, mbegu zilizoanguka kwenye udongo, mbegu zilizoanguka kwenye mwamba, mbegu zilizoanguka kwenye njia, kwenye miiba. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Bwana Yesu alitumia fumbo. Na ukisoma ile kitabu cha Marko, pale ambapo anazungumzia juu ya mfano wa mpanzi, naamini ni Marko sura ya 4. Ukisoma alipotoa ule mfano wa mpanzi, halafu wanafunzi wake wakamuuliza maana ya mpanzi. Moja ya kitu ambacho Bwana Yesu alisema, aliwaambia hivi, kama mfano huu hamuuelewi, je, mtaelewa vipi mifano mingine? Kwa lugha nyingine, ule mfano wa mpanzi ulikuwa ni rahisi ukilinganisha na mifano mingine,
Lakini mimi na wewe tukisoma mfano wa mpanzi, kama tusingepata tafsiri kutoka kwa Bwana Yesu, je, tungeweza kuelewa ule mfano unazungumzia nini? Isingekuwa rahisi. Na ndio hapa sasa unaona kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye anatuwezesha au anaweza kutuwezesha kuelewa siri hizi, ambapo anakuwa anazifunua kupitia ndoto. Kwa hiyo Bwana Yesu unaona akizungumza aina ya mioyo ya mwanadamu inayolipokea neno la ufalme na jinsi ambavyo ina respondi katika lile neno kwa kutumia ardhi zenye sifa tofauti tofauti. Ukiangalia ndoto za Yusufu katika ile kitabu cha Mwanzo sura ya 37, Mungu alitumia nini? Mungu alimpa ndoto ambayo anamwonyesha jua, anamwonyesha mwezi, anamwonyesha nyota. Kwa hiyo hivi ni viumbe vya mbinguni ambavyo Mungu amevitumia kwa ajili ya kumfunulia siri Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa ukiangalia ile Mwanzo 37, unaona Mungu kwa mfano akitumia nyota kuzungumzia juu ya wale watoto wa Yakobo, ambao pia tunaona ikijirudia katika Ufunuo sura ya 12. Kwa hiyo anatumia nyota kuzungumzia makabila yale ya Israeli. Halafu ukisoma Ufunuo, tuangalie ile sura ya 12 mstari wa 3 na 4. Ufunuo 12 mstari wa 3 na 4 anasema hivi: ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Mstari wa 4, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto. Nitaka zaidi tuangalie pale ambapo Biblia inasema kwamba mkia wa joka wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Kwa hiyo katika Mwanzo ile 37 Mungu anatumia nyota kuwazungumzia wale watoto wa Yakobo. Katika Ufunuo ile sura ya 12 pale ambapo anaanza ule kuanzia mstari wa kwanza, labda nisome pia mstari wa kwanza, anasema hivi: na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke amevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Kwa hiyo Mungu anatumia nyota kuzungumzia taifa la Israeli, kama jinsi ambavyo anafanya katika Mwanzo 37. Mstari wa 4, wa 3 na 4, Biblia inazungumzia juu ya joka kukokota theluthi ya nyota za mbinguni, kwa anazungumzia malaika zake. Kwa hiyo upande mmoja Mungu anatumia nyota kuzungumzia watu, specifically Israel, yale makabila 12 ya Israel. Upande mwingine nyota hizo hizo zimetumiwa kwa ajili ya kuzungumzia wale malaika walioangushwa na shetani, pamoja na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Halafu tukienda Ufunuo sura ya 22 mstari wa 16. Ufunuo 12 mstari wa 22, mstari wa 16 inasema hivi: mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kushuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye niliye shina la mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeona nyota ilizungumzia taifa la Israeli au makabila yale ya Waisraeli. Nyota imekuja kuzungumziwa katika Ufunuo 12 kama malaika wale walioangushwa. Bwana Yesu anasema kwamba yeye ndiye ile nyota yenye kung'aa. Sasa kalitofautisha hii na nyota zingine, lakini bado tunaona nyota imetumika kumzungumzia Bwana Yesu. Halafu tukienda Isaya sura ya 14 mstari wa 12, Isaya 14:12 nasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nitaka uone zaidi pale ambapo Biblia inatumia nyota ya alfajiri kutufundisha kitu pia juu ya shetani. Kwa hiyo nyota ilitumika kuzungumzia mataifa ya Israeli au makabila ya Israeli, taifa la Israeli au makabila yale 12 ya Waisraeli. Upande mwingine nyota ilitumika kuzungumzia malaika ambao waliangushwa. Bwana Yesu asifiwe. Upande mwingine nyota hiyo hiyo Bwana Yesu anasema yeye ndiye nyota yenye kung'aa. Halafu eneo lingine tunaona kwamba nyota pia kimzungumzia shetani ambaye alianguka. Mahali pengine kwenye kitabu cha Ufunuo inazungumza juu ya ile nyota iliyoanguka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa ni mfano ambao Biblia imetumia nyota kuzungumzia vitu tofauti katika maeneo tofauti na katika context tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa inapokuja kwenye ndoto, inapokuja kwenye maono, unaweza ukaonyeshwa nyota. Sasa swali, je, umeonyeshwa nyota inazungumzia nini? Ni ujumbe upi ambao Mungu anataka upate? Unaweza ukaonyeshwa jua, lakini je, ni kitu gani ambacho Mungu anataka upate? Unaweza ukaonyeshwa mwezi, ni kitu gani ambacho Mungu anataka uelewe? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana lazima Mungu mwenyewe pekee aweze kufunua haya mambo, kwa sababu nimekupa mfano ambapo nyota hiyo hiyo imetumika katika maeneo tofauti. Imetumika kuzungumzia watu, imetumika kuzungumzia shetani, mahali pengine imetumika kumzungumzia Bwana Yesu. Kwa Bwana Yesu imesema nyota yenye kung'aa. Lakini pia Ufunuo 12 inatuambia juu ya theluthi ya nyota zikikokotwa na mkia wa yule joka. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo lugha ambayo Mungu amekuwa akiitumia kwenye Biblia. Mungu amekuwa akitumia lugha ya mafumbo. Na kama amekuwa akitumia lugha ya mafumbo, maana yake Mungu mwenyewe pia anaweza akatuwezesha ili tuweze kuyafumbua haya mafumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka leo tunaweka msingi, kwa tunajaribu kuangalia ile kwa ujumla. Hasa kuanzia kesho tunakuwa tunaingia ndani zaidi. Tuangalie ndoto za Farao. Ukisoma Mwanzo 41, Mungu anamjulisha Farao kile kitakachokwenda kutokea katika nchi yake, lakini pia hata katika ulimwengu wote, kwa sababu njaa haikuwa tu Misri, ile ilikuwa ulimwenguni kote. Mungu anamjulisha hiki kitu cha muhimu, lakini angalia mambo aliyomwonyesha. Alimwonyesha ng'ombe, alimwonyesha masuke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alimwonyesha wanyama, alitumia wanyama, lakini pia ndoto hiyo hiyo akaileta kwa kutumia mimea. Kwa hiyo katumia mimea, katumia
wanyama kwa ajili ya kufunua siri ya yale yatakayokwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu vingine, kuna idadi, kuna namna ng'ombe alivyokuwa, hapa ng'ombe amekonda, hapa ng'ombe amenenepa, na vyote hivi vinakuwa na tafsiri tofauti tofauti, kama jinsi ambavyo kwenye ndoto au kwenye maono ukionyeshwa mnyama, angalia umbo lake, angalia ukubwa wake, angalia udogo wake. Ni eneo lipi ambalo Mungu anataka wewe ufocus? Kwa sababu kila kitu ambacho Mungu anataka ufocus kwenye ndoto au kwenye maono kinakuwa kimebeba ujumbe. Kwa hiyo kama akikuonyesha ng'ombe halafu ukaonyeshwa ng'ombe ambaye picha yake ni kubwa kuliko ng'ombe wa kawaida, au maeneo mengine anakuonyesha ndama, ng'ombe mdogo, maana yake hapo unakuwa na tafsiri. Ukiona ng'ombe kwa mfano, halafu katika maono au katika ndoto ukatambua wazi kabisa kwamba huyu ni ng'ombe dume au huyu ni ng'ombe jike, maana yake hapo pia kuna ujumbe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba details zote ambazo Mungu anakuwa anawafunulia watu wake waweze kuona zinakuwa zimebeba ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona Bwana Yesu anasema kwamba yeye ni nyota yenye kung'aa. Kwa hiyo kumbe hata nyota yenyewe tunaweza tukazitofautisha. Kuna ambayo inang'aa na ambayo haing'ai. Kwa hiyo ambayo inang'aa itakuwa na ujumbe tofauti na ambayo haing'ai. Unaweza kuonyeshwa ndoto ambayo au maono ambapo unaonyeshwa nyota, lakini nyota ni hafifu, na jinsi unavyozidi kuiangalia mwanga wake unazidi kupungua, au Mungu anaweza akakuonyesha mwanga wake unazidi kuonekana. Sasa je, kwa Mungu kuruhusu uweze kuona hiyo picha, ni siri ipi ambayo inakuwa imebebwa? Na ndio hicho kitu ambacho sasa tunataka katika mfululizo wa masomo haya, kwamba tuweze kupata msukumo wa kutafuta kujua hizi siri ambazo Mungu mwenyewe ndani ya mamlaka yake imempendeza aweze kuwafunulia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie maono ambayo Petro aliyapata. Kusoma kitabu cha Matendo ile sura ya 10. Kusoma Matendo ile sura ya 10, naweza nikasoma mistari michache. Kumbuka tuko tunaangalia lugha ya Mungu kwenye Biblia. Lugha ambayo Mungu amekuwa anaitumia ni lugha ipi? Kusoma Matendo sura ya 10, kuanzia ule mstari wa 9, Biblia inasema hivi. Ule mstari wa 9, Matendo 10 anasema hivi: hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 ya mchana, akaumwa sana na njaa, akataka kula, lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kikubwa, inateremsha kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hilo likatendeka mara 3. Kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni.
hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake nini maono hayo aliyoyaona? Wale watu waliotumwa na Kornelio wakisha kuiuliza nyumba ya Simon, wakasimama mbele ya mlango, wakaita, wakauliza kwamba Simon aitwaye Petro anakaa humo. Mstari wa 19, basi Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta, basi ondoka, ushuke, ufuatane nao, usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Bwana Yesu asifiwe. Petro anapewa maono ambapo anaonyeshwa wanyama aina mbalimbali, walio wasafi, walio wachafu. Halafu sasa anaambiwa, amka, chinja, ule. Kumbuka Petro, Biblia inasema kwamba roho yake ilizimia. Kwanza alikuwa na njaa. Kwa hiyo Mungu alitumia ile hali yake aliyokuwa nayo kwa wakati ule. Wakati ule alikuwa na njaa, halafu anamletea maono ambayo anamwambia ale. Lakini alikuwa azungumzii kula kwa jinsi ya mwili. Alikuwa anazungumzia juu ya yeye kwenda kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kuona jinsi ambavyo Mungu alitumia yale mataifa mengine, jinsi alivyotumia, akawatumia kama wanyama wa namna tofauti, wanyama wote wasafi, wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba inapofika kwenye maono, aina ya wanyama ambao Mungu anataka watu wake waone, kunakuwa na ujumbe. Kwa nini Mungu anakuruhusu kwamba unapokuwa umelala uone mbwa na usione mbuzi? Au kwa nini uone mbuzi usione mbwa? Maana yake kunakuwa na ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Na nachotaka uone kwamba ili kuweza kumwelewa Mungu anapokuwa anasema na sisi kupitia maono, kupitia ndoto, ni muhimu pia tuweze kujua sifa za hawa viumbe ambao Mungu anakuwa anaruhusu watu wake waweze kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utaona kwamba ukionyeshwa mnyama ambaye unamfahamu na ukionyeshwa mnyama ambaye humfahamu kabisa, hujawahi kumwona, itakuwa rahisi zaidi kuelewa ujumbe ule uliobebwa pale ambapo Mungu atakuonyesha mnyama unayemfahamu kuliko mnyama usiyemfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia Danieli sura ya 7 baadaye, lakini mfano mzuri ni kwa Danieli. Danieli alionyeshwa wanyama tofauti. Alionyeshwa wanyama wa aina 4. Alionyeshwa wanyama wanaofanana na simba, wanyama wanaofanana na dubu, mnyama anayefanana na simba, mnyama anayefanana na dubu, mnyama anayefanana na chui. Halafu Biblia inasema pia akaonyeshwa mnyama mwingine mwenye kutisha, mwenye nguvu, ambaye alikuwa tofauti kabisa na wale wengine. Kwa hiyo Mungu anamuonyesha kwanza wanyama ambao anawafahamu, au anaweza wanyama ambao wanafahamika. Halafu anakuja pia kumuonyesha mnyama ambaye katika maisha ya kibinadamu hafahamiki, hajawahi kumwona, hajawahi kumsikia. Halafu ukisoma yale maandiko sasa utakuja kuona kwamba Danieli alitaka zaidi kufahamu juu ya yule mnyama ambaye alikuwa hamfahamu. Kwa lugha nyingine, alihitaji kuelewa zaidi juu ya huko, kwa sababu kuna namna ambavyo alijua kabisa kwamba kuna siri ambazo zimefichwa katika huyu mnyama ambaye alionyeshwa, ambaye hamfahamu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka uone kwamba hii ni lugha ya kwenye Biblia, ni lugha ambayo Mungu anaitumia kusema na watu.
kupitia ndoto, kupitia maono. Ataonyesha wanyama tunaowafahamu, ataonyesha wanyama tusiowafahamu. Katika wanyama wale ambao tunawafahamu, Mungu anaweza akaruhusu au akafanya watu waweze kumwona kwa namna ya tofauti na jinsi ambavyo wanaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma ile Danieli sura ya 7, Danieli anaona mnyama mfano wa chui ambaye ana vichwa vinne. Na sisi tunajua kabisa kwa jinsi ya kawaida chui hana vichwa vinne, ana kichwa kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Ana mabawa. Unaonesha mnyama ana mabawa. Simba na mabawa kama ya tai. Tunajua kabisa simba hana mabawa. Kwa hiyo unaona Mungu anaweza akatumia hawa wanyama halafu akawaonyesha watu kwa namna ambavyo sivyo wale wanyama walivyo katika uhalisia. Lakini ile kwamba maono ambayo mtu ameyaona au ile ndoto ambayo mtu ameiona imeleta picha ya mnyama wa aina fulani, maana yake kuna siri za rohoni ambazo Mungu anataka huyu mtu azifahamu, ambazo pia huyu mnyama anazo. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma juu ya wale wanyama walioonyesha tutakwenda kuangalia baadaye, lakini ukisoma kwa nini simba alikuwa anazungumzia ule ufalme ule wa Babeli, halafu ukasoma sifa za simba kwenye Biblia, unaweza kusoma hata kwenye kitabu cha Methali, unaweza kuona kwa nini Mungu, halafu ukaanza kulinganisha zile falme na wale wanyama, utaona kwa nini Mungu alitumia simba kwa Babeli, halafu akatumia mnyama mwingine chui kwa falme nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Danieli ile sura ya 2, Danieli sura ya 2, Nebukadneza anaota ndoto, anaona sanamu ambayo ilikuwa na madini tofauti tofauti. Biblia inasema kichwa kilikuwa cha dhahabu, inasema mikono na kifua vilikuwa vya fedha, kienda huku kuna shaba. Kwa hiyo pale tunaona Mungu ametumia haya madini ambayo yanafahamika: shaba, fedha, dhahabu, chuma, kwa ajili ya kuzungumza juu ya ufalme. Sasa tukiangalia haya madini ukiangalia tu kichemistry yana tofauti. Katika chemistry yana tofauti. Atomic number zake ni tofauti na vitu kama hivyo. Sitaki kwenda huko. Lakini ile kwamba Mungu kwenye kichwa alitumia dhahabu, eneo lingine anakuja kutumia shaba, eneo lingine anakuja kutumia fedha. Maana yake haya madini yenyewe, utofauti wa haya madini unatufunulia pia siri fulani za rohoni ambazo Mungu anataka watu wake wazifahamu kupitia tofauti ya hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze tukaangalia tofauti moja kati ya madini ya dhahabu na ya fedha, ya silver. Tofauti kubwa kati ya dhahabu na fedha, gold na silver, ni ipi? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka tuangalie tofauti ile ambayo watu wengi huwa hawaifikirii. Kwa sababu kumbuka, vitu hivi vinakuwa vimebeba vitu vya rohoni ambavyo Mungu anapovitumia katika ndoto au katika maono, maana yake anataka hizi siri na hizi sifa za hivi vitu ziweze kutusaidia kuweza kuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sifa kubwa au tofauti kubwa kati ya dhahabu na fedha kibiblia ni kwamba madini ya dhahabu yako mbinguni, fedha haipo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tusoma kile kitabu cha Ufunuo ambacho kinaeleza jinsi ule mji ulivyo na madini, utaona dhahabu,
lakini hutaona. Fedha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inapozungumzia juu ya Bwana Yesu, kuna mahali pia inasema jinsi ambavyo miguu ni kama shaba iliyosuguliwa na vitu kama hivyo, na tutakwenda kuangalia, lakini nitaka uone utofauti mmoja wapo wa dhahabu na fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapotumia haya madini ambayo mengine yako mbinguni, mengine hayapo mbinguni, maana yake kuna siri ambazo zimefichwa katika zile falme ambazo haya madini yalitumika kwa ajili ya kuzizungumzia hizi falme. Kwa hiyo tukimwangalia Nebukadneza, ambayo Daniel katika kumtafsiria anaambiwa kwamba yeye ndiye dhahabu. Tukianza kumwangalia Nebukadneza, tukaanza kuangalia maisha yake, tukauangalia utumishi wake na mambo aliyoyafanya, maana yake anaweza kutufundisha kitu juu ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kuona kwamba Mungu alitumia vitu gani kwa ajili ya kufunua hivi? Alitumia madini, alitumia shaba, alitumia fedha, katumia chuma, katumia dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe hivi vitu ambavyo Mungu mwenyewe ameviumba, kwa sababu ni Mungu ndiye aliyeumba dhahabu, ni Mungu ndiye aliyeumba fedha, ni Mungu ndiye aliyeumba kila madini. Kila tunachokiona hapa, mimi na wewe, ni Mungu ndiye aliyekiumba. Na Mungu anaweza akakitumia hiki kwa ajili ya kufunua siri za mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo, kuweza kufahamu sifa ya hivi vitu ambavyo Mungu ameviumba katika namna tofauti. Mungu ameumba wanyama wa aina tofauti tofauti. Tutaangalia baadaye, kisoma ile Danieli sura ya 8, Mungu alitumia nini? Alitumia mbuzi, alitumia kondoo kuzungumzia falme. Bwana Yesu, Biblia inasema kwamba ni mwana kondoo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wanyama kwenye Biblia wametumika sana kwa ajili ya kufunua siri za rohoni. Mungu amewatumia sana wanyama kwa ajili ya kuzungumza siri zinazohusu falme. Amewatumia wanyama kwa ajili ya kuzungumzia watu. Bwana Yesu alimuita nani yule? Herode. Akasema yule ni mbweha. Tunajua kabisa kwa jinsi ya kawaida Herode sio mbweha. Lakini wale Mafarisayo walipokuja kumwambia kwamba Herode anakutafuta kukuua, aliwajibuje? Akasema hivi, kamwambieni yule mbweha, leo na kesho natoa pepo na siku ya 3 nakamilika. Hawakuelewa alichokisema, lakini Bwana Yesu amemtumia mnyama kumzungumzia mtu. Kuna mahali pengine kwenye Biblia watumishi ambao hawana ufahamu wa neno la Mungu wametumiwa kama mbwa. Yule mwanamke Mkananayo, Bwana Yesu alitumia nini? Alitumia mbwa. Si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Bwana Yesu alikuwa hazungumzii mbwa kwa jinsi ya mwili, lakini amemtumia mbwa kuzungumzia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa na sisi tunatakiwa tufahamu hawa wanyama, tuweze kuelewa sifa zao na tuweze kuelewa namna ambavyo wametumika katika mazingira yetu, katika mazingira yaliyotuzunguka. Kwa sababu inapofika kwenye mambo ya ndoto na maono, tutakwenda kuangalia kuna matabaka tofauti. Kuna pale ambapo Mungu anatumia kile ambacho tunakifahamu kutufunulia tusichokifahamu. Mungu pia anaweza akatumia tusichokifahamu kutufunulia tusichokifahamu. Kwa hiyo kuna ndoto ambazo unaweza ukaonyeshwa au maono
na Mungu anakuonyesha vitu ambavyo unavifahamu kabisa. Anaweza akakuonyesha watu, anaweza akakuonyesha dada yako. Unashangaa ndotoni unamwona dada yako, au unaweza ukaonyeshwa watu usiowafahamu. Unaonyeshwa watu usiowafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Au unaweza ukaonyeshwa watu wa eneo fulani. Ukisoma ile Matendo sura ya 16, ukisoma Matendo sura ya 16, unaona Paulo akitaka kwenda kuhubiri katika maeneo fulani, halafu Roho Mtakatifu anamzuia. Halafu baada ya kumzuia mara mbili, Biblia inasema kwamba ukisoma ile Matendo 16, nisome kuanzia 4 mpaka 9. Matendo 16 mstari wa 4 inasema hivi: basi walipokuwa wakipita kati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike. Makanisa wakatiwa nguvu katika ile imani, hesabu yao kaongezeka kila siku. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Kwa hiyo unaona Paulo na wenzake wakikatazwa katika maeneo kadha wa kadha wasiende kuhubiri. Kwa lugha nyingine, Paulo bado alikuwa hajui au hakujua mapenzi ya Mungu kwa muda ule ni yeye aende kuhubiri wapi. Kwa hiyo sababu hiyo, alipojaribu kwenda maeneo ambayo hayakuwa mapenzi ya Mungu aende kuhubiri, Mungu akamzuia. Halafu sasa ukisoma ule mstari wa 9 unasema hivi: Paulo akatokewa na maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama, akamsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia tusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye Paulo alifahamu kabisa wazi kwamba ni mapenzi ya Mungu waende kuhudumu Makedonia. Lakini angalia maono ambayo aliyaota. Alionyeshwa mtu wa Makedonia. Sasa Biblia haijaeleza kama kwamba yule mtu alimuona onaje, yaani, lakini kuna namna ambavyo katika maono Paulo alifahamu huyu mtu ni wa Makedonia. Kwa hiyo kama alikwisha kuhubiri Makedonia na kuwafahamu watu walioko kule, Mungu anaweza akawa alimwonyesha maono ya mtu ambaye tayari anamfahamu kwamba huyu mtu ni wa Makedonia. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi ambavyo wakati mwingine Mungu anaweza akakuonyesha mtu wa eneo fulani ili kukuongoza wewe kufanya maamuzi fulani yanayohusiana na hili eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ujumbe wa maeneo, tutakwenda kuangalia huko, na kuna ndoto au maono ambayo yamebeba majina ya watu. Ukisoma Biblia, moja ya kitu ambacho utagundua kwenye Biblia, watu walikuwa hawawapi tu watoto wao majina hivi. Kulikuwa na sababu. Kulikuwa na sababu. Kwa hiyo ukisoma watoto wa Yakobo walipozaliwa, wale 12, wale waume 12, utaona kwamba kila mmoja alikuwa anapewa jina fulani kwa sababu fulani. Kwa hiyo alikuwa hawawapi tu, kulikuwa na sababu kwa nini mtu alikuwa anaitwa jina fulani. Unaweza ukaona kuna watu ambao Mungu alikuwa anatoa maelekezo, halafu anasema kwamba huyu mtoto ataitwa fulani kwa sababu fulani. Kwa hiyo kumbe majina yamebeba siri fulani za rohoni. Na kwa sababu hiyo, inapofika kwenye ndoto na maono, majina huwa ni ya muhimu sana. Ndio maana unaweza kuonyeshwa
majina. Unaweza kuonyeshwa mtu ambaye unamfahamu anaitwa Mikaeli, mtu ambaye unamfahamu anaitwa Urieli, mtu ambaye unamfahamu anaitwa Rafaeli. Na moja ya kitu ambacho yamkini Mungu anakufunulia, kumbe yule ambaye wewe unamwona kama ni mtu anayeitwa Mikaeli ambaye unamfahamu, au ni mtu ambaye unamfahamu anaitwa labda Rafaeli, kumbe ni malaika wa Mungu ambaye wewe katika maono au katika ndoto umepewa kumwona kama mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuangalia pia juu ya maono na ndoto yanayotufunulia juu ya huduma za malaika, na utaona kwamba kwenye Biblia malaika walikuwa wanaonekana kwa namna tofauti tofauti, na moja ya namna ambayo Biblia imeandika wazi kabisa, walikuwa wanaonekana kama watu. Kwa hiyo mtu anaona amekutana na mtu, kumbe ni malaika wa Mungu. Malaika wa Mungu amechukua ile fomu ya mwanadamu, amechukua kama mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu mtu aone, labda katika maono au katika ndoto au hata katika uhalisia, mtu anaona mtu, kwa hiyo anajua ni mtu, lakini kumbe ni malaika wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 13, usiache kutenda wema, kwa sababu kuna wengine wamehudumia malaika pasipo kujua. Kwa hiyo kama wameweza kuhudumia malaika pasipo kujua, walifikiri wanahudumia watu, lakini kumbe walikuwa ni malaika. Biblia inatuambia Abraham alitembelewa na watu watatu, na unaona baadaye wawili wakienda Sodoma. Lakini wale walionekana ni watu gani? Walikuwa ni watu. Kwa hiyo aliwaona kama watu, lakini kumbe pale kulikuwa na malaika. Na utaona kwamba Bwana Yesu kwa katikati yao, katika watatu, kwa sababu Biblia inasema hivi, Mungu alisema kwamba nitakwenda kushuka. Kwa hiyo Mungu alishuka katika mwili, akaenda kwa Ibrahim na wengine wawili. Na kila ambapo Mungu alionekana kwa jinsi ya mwili katika Agano la Kale, alikuwa ni Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukaona kwamba hata katika huduma za malaika kuna namna ambavyo Mungu anawatumia malaika zake katika ndoto, katika maono. Kwa hiyo mtu anaweza akawa anaona mtu anafanya tukio fulani, lakini kumbe ni malaika. Na tunahitaji kuweza kufahamu pale ambapo Mungu anakuwa anatuonyesha au anaruhusu tuone watu wenye sifa kadhaa au wenye sifa fulani au waliobeba majina fulani, lakini kumbe yuko anatufunulia juu ya huduma ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengi kwenye ndoto, kwenye maono wameonyeshwa malaika. Sema mara nyingi wataonyeshwa malaika kama watu wa kawaida. Nasikia ndugu yangu mpendwa, bora tuwaone kama watu wa kawaida kuliko wakaonyeshwa katika maumbo yao ambayo Biblia imeyasema. Kuna mengine yanatisha kiasi kwamba mtu anaweza akaona halafu akafadhaika au akaogopa. Kwa maana kwenye maeneo kadha wa kadha malaika walipotokea, Biblia inasema wakasema usiogope. Bwana Yesu baada ya kupaa, Biblia inasema kwamba kuna watu walikuwa wanauliza wale walikuwa wanaangalia juu, kaanza kuambia. Kwa hiyo malaika walitokea katika maeneo tofauti tofauti, lakini walitokea kama watu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Biblia kwenye Biblia kuna malaika mmoja ambaye anaelezewa mkubwa, ambaye mguu mmoja uko nchi kavu, mguu mmoja uko katika bahari, na mkono wake unafika mbinguni, au urefu wake unafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hata katika urefu na ufupi navyo pia vinakuwa na ujumbe, kwa sababu ukiangalia Daniel ile sura ya 4 alionyeshwa mti ambao unafika mbinguni.
Bwana Yesu asifiwe. Na inabidi tunaelewa Biblia inapokuwa inasema unafika mbinguni, maana yake unafika wapi? Sababu kuna mbingu ya tatu ambayo ni katika ulimwengu wa roho, lakini kuna mbingu ya pili. Tutakwenda kuangalia hivyo vitu, lakini ninachotaka uone au nilichotaka leo tukiangalie kama foundation ya mfululizo wa masomo haya ni lugha ya Mungu kwenye Biblia, kwa jinsi ambavyo amekuwa anautumia uumbaji wake, vitu ambavyo ameviumba kwa ajili ya kuwafunulia watu siri kupitia ndoto, kupitia maono. Na inapofika katika nyakati za mwisho, kabla ya ujio wa ufalme wa Mungu, Biblia inazungumza juu ya watu maarifa kuongezeka, lakini pia Biblia inazungumza jinsi ambavyo Mungu atakwenda kuwafunulia watumishi wake maono na ndoto ambayo yatakuwa yanapateni na mambo ya nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuelewa sasa kwa nini hili ni eneo ambalo ni la muhimu sana tuweze kulielewa. Mungu alitumia ndoto na maono katika kitabu cha Danieli kwa ajili ya kuzungumzia juu ya falme zitakazotawala dunia. Akatumia ndoto na maono juu ya kuzungumza juu ya ujio wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namba nazo ni za muhimu. Kuna rangi, vyote hivyo ni vya muhimu, na tutakwenda kuangalia kadri Mungu atakavyo tuongoza. Na kitu kingine ambacho tutakwenda kuangalia ambacho tunatakiwa tuombe Mungu aweze kutusaidia ni namna ya kutofautisha maono na ndoto yale ambayo Mungu anayaleta kwa ajili ya mtu binafsi, kwa ajili ya kanisa, au kwa ajili ya watu wenye sifa fulani, au hata kwa ajili ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika makundi yote hayo utaona kwamba Mungu anatumia mafumbo, lakini anatupa kuweza kuyaelewa, au anatuwezesha kuelewa haya mafumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunavyozidi kuingia ndani katika somo hili, maombi yangu kwako ni upate msukumo wa kutafuta kuelewa Mungu anaposema na wewe binafsi. Mungu kama ni mtumishi ambaye labda unahubiria watu, unafundisha wengine, au Mungu amekupa kuhudumia watu wa aina fulani, haijalishi Mungu amekuweka katika utumishi upi, uwe na uhakika moja ya kitu ambacho Mungu atakitumia sana ni katika maono, ni katika ndoto. Atakufunulia vitu ili uweze kuvielewa. Sasa haina maana kwamba kila mtu atakuwa Danieli au kila mtu atakuwa Yusufu, lakini kuna vile Mungu ambavyo anatuletea sisi kila mmoja Mungu ili aweze kuvielewa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea somo hili sehemu ya pili kesho. Mungu azidi kukutia nguvu, Mungu azidi kuweka msukumo ndani yako ya kutafuta kuelewa na kumsikia anapokuwa anasema nawe kwa njia ya ndoto. Mungu akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa amani, uishie milele, sifa, utukufu, vyote ni vya kwako. Asante kwa kuwa imekupendeza sisi kuweza kuanza mtiririko wa mafundisho haya. Nami Mungu ninaomba kwa ajili ya watu wako ambao umekuwa ukisema nao kwa namna tofauti Baba, na hata kufunua siri za ufalme wako na namna ambavyo tunatakiwa kuishi kwa kutumia hata ndoto na katika maono. Basi Mungu, tunakuja mbele zako tukiomba tusaidie na kutupa kuelewa ujumbe ule ambao Mungu unakuwa unasema nasi, zaidi mambo ya nyakati za mwisho ambayo yanatuambia juu ya ujio wa ufalme wako. Baba, tunakabidhi siku ya leo na hata siku ya kesho tunapoendelea na somo hili, ili kwamba Mungu katika somo hili basi wewe ndio ukapate kuonekana na jina lako ndio likazidi kutukuzwa. Na kushukuru na kuinua katika jina la Yesu aliye hai, naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki.